Huu ni mwisho wa mwaka. Na mwisho wa mwaka platform nyingi za kimuziki huwa zinafanya recap ya ngoma ambazo zimesikilizwa sana au wasanii waliosikilizwa sana mwishoni mwa mwaka huu. Na hata kama unavyoona wasanii sasa hivi wameanza kuja, mimi nimesikilizwa sana Apple Music, mimi nimesikilizwa sana Spotify, mimi nimesikilizwa sana YouTube. Kiangalia tu kuna mtiririko unakuja sana wa wasanii wengi ku raise wanachukua zile recap za platform, kwa mfano Spotify, Apple Music, Boomplay, wanaonyesha sio msanii fulani kasikilizwa zaidi mwaka 2025, ngoma fulani imetazamwa zaidi mwaka 2025. Tuliona Mario kaanza na ngoma ya Nairobi imesikilizwa zaidi kwenye Apple Music Tanzania na Kenya. Then tumeona jana akaja Mbosso kuhusiana na ngoma ya Power, ndo ngoma ambayo imesikilizwa sana. Sasa one thing mimi nimekigundua na nataka nikizungumze hapa. Kwa nini sasa hivi ikifika mwisho wa mwaka huwa zinapikwa data za uongo na kweli? Yaani hiyo kitu nimekiona, kwa sababu inawezekana isiwe msanii, lakini wale tu watu ambao wanatoa hizi data. Kwa mfano jana ilitoka imeandikwa kabisa Spotify, ngoma zilizosikilizwa zaidi 2025 kwa Tanzania, wakaweka ngoma ya nini? Ngoma ya Power ya Mbosso. Na ya pili, msanii alikuwa anaitwa Nadia nani kutoka Kenya, alilalamika pia baada ya kuona data zimepikwa. Kuna watu waliandika data ambazo wasanii wenye viewers wengi, wasanii wa kike wenye viewers wengi, akalalamika ameondolewa kwenye hiyo list ya wasanii wenye viewers wengi. Tatu, ilikuwa ni data kuhusu Kenya, wasanii waliotazamwa zaidi YouTube. Diamond imeandikwa, Diamond ndo msanii ambaye take over, yani amechukua long run ya kusikilizwa, kukaa top week 480 streams za Mbosso, ambapo wimbo wa Mbosso wa Power una 3,500,000. Then wimbo wa Me Too wa Bichamps na Harmonize una 4,400,000. Mbaya zaidi, wimbo wa Jux God Design ambao umetoka 2025 una 5,200,000. Shida ni nini? Yaani nini ambacho kiko behind ya hivi vitu kupika data? Sasa ukija kwenye page za wasanii kila msanii anajipikia data zake. Yaani yeye anaona mimi ndio natazamwa zaidi, mimi ndio naangaliwa zaidi, mimi natazamwa zaidi. Na nikasema sasa wasanii wanashindwa kuelewa kwamba dunia ya sasa hivi ya utandawazi, kila kitu kipo hadharani. Yaani mwishoni mwa mwaka hivi vitu vinapikwa vingi sana. Mimi nimejaribu kuhoji tu, kwa faida gani? Kitu gani kiko behind? Hebu wewe nisaidie hizi. Umeziona hizi data? Hebu wewe niambie wewe. Unahisi kwa nini wasanii wanapika sana data? Kwa nini kila msanii anajipikia data zake?